Tanzania wangu ni muungano wetu, na tofauti zetu zisibadilike tu. Niko katika mkoa wa Arusha, wilaya ya Arumeru, katika kikosi cha JKT 833 Oljoro. Kikosi hiki kinazo sifa nyingi kama vilivyo vikosi vya JKT, vikiwa na jukumu la malezi ya vijana. Lakini hawa wanayo sifa ya kipekee zaidi. Hawa wako vizuri sana kwenye swala la michezo, swala la utamaduni, na hilo ndio kubwa ambalo limenileta hapa. Ukisikia wanariadha maarufu sana nchini Tanzania, wametoka hapa, wamelelewa hapa, vipaji vyao vimetambuliwa hapa Oljoro. Lakini ukisikia vikundi vya ngoma, utamaduni, ukisikia ngoma mbalimbali, Kibati, yani hapa ni kaskazini Arusha, lakini kile Kibati cha Zanzibar unakipata Oljoro. Lakini ukitaka uende kule kaskazini ama uende hata Mtwara, unataka Sindimba, unaipata hapa katika kikosi hiki cha Oljoro. Kwa hiyo nikataka nifike hapa niweze kufahamu vijana hawa wanaandaliwa vipi, vipaji hivi vinakuzwa namna gani, na kama utafahamu pia kikosi hiki kama kumbukumbu zinakuwa ziko sahihi, kiliwahi kuwa na timu ya mpira wa miguu ambayo ilifika paka kwenye ligi kuu na ilikuwa inafanya vizuri sana. Lakini pia hata wachezaji wa timu ya JKT ambao pia inafanya vizuri sasa hivi katika msimu huu wa ligi kuu ya NBC, inafanya vizuri pia. Ukiangalia msimamo wa ligi, JKT iko vizuri. Vipaji hivyo vimelelewa hapa katika kikosi hiki cha Oljoro. Kwa hiyo ufuatana na mimi tuweza kwanza kupata vionjo, lakini hapa tayari wamekwisha kuniandalia burudani. Na sasa tunaanza na Msindimba. Vipi Msindimba, tuko sawa? Twenzetu. Alambe! 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 Asante sana Msindimba. Hicho ni kionjo, hiyo ni Msindimba, huko ni Mtwara. Lakini hawa vijana wao hapa Oljoro. Ni wilaya ya Arumeru kama nilivyokuambia, mkoa wa Arusha. Lakini wanatokea katika mikoa mbalimbali, makabila mbalimbali, lakini unaweza hata usijue kwamba unaweza kadhani wote wanatokea Mtwara. Sasa hebu twende Zanzibar. Twende Zanzibar kwenye Kibati. Twenzetu. Kama kauli ya mama na tupandishe juu ya kilelewe. Hema tufanye kazi na utuwe, tusonge mbele. Asante mwana vigeregere we, twasherekea vijana. Asante ngoma asili, pepe na kutokea. Kwa sherehe mbalimbali huwa tunaitumia we. Hema kwa sherehe mbalimbali huwa tunaitumia. Kwa jadi na serikali pia na kuwapokea we. Wageni waliokuja kwetu kututembelea we. Wageni waliokuja kwetu kutembelea, kwa heshima twakaribisha, karibuni twambia. Asema kwa heshima twakaribisha, karibuni twambia, tukamilishe jukumu tulilolikusudia. Hayo ni mambo ya Oljoro, kikosi hiki ambacho yani hicho ni kionjo. Yani hizo ni ngoma mbili tu tumecheza. Utamaduni huko hapa. Nikwambie tu, hawa watu sio kwamba wote wametoka Zanzibar. Hawa wengine ni wa bara, lakini wengine ni huko pwani. Ila Kibati kinachezwa kweli kweli. Sasa nataka nimuite hapa afisa michezo wa kikosi ambaye yeye ataweza kutueleza
japo kwa ufupi, kwa namna gani vipaji hivi basi vinatambuliwa na wanaweza wakavikuza. Karibu sana Captain. Afande, nataka tuweze kufahamu vijana hawa wanatoka katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania, wana makabila mbalimbali ambayo sio wote wako katika haya makabila ambayo hizi ngoma zinachezwa. Mnawatambua vipi na mnawezaje kuwafundisha wote wakaweza kufahamu ngoma ambazo sio za kwao? Ni kweli vijana tuna kikosi cha 833 KJ kinalea vijana mbalimbali kutoka mikoa mbalimbali. Tunawatambuaje kama huyu ni msanii? Wengine wanakuja hapa hawajui ngoma yoyote, lakini wanajifunza kupitia kwa wenzao ambao walitangulia mwanzo. Wanapofika mwanzoni, kabla ya kufanya kitu chochote, wakishaanza wakiwa kwenye uzalendo, tunaanza kuwachagua pale. Kuna wengine hawajawahi kucheza ngoma, lakini tunawafundisha. Mfano, ngoma ya Sindimba imetoka kuonyeshwa hapa na vijana wa kizalendo ambao wana wiki 3 tu toka wamefika hapa. Hawajaanza mafunzo bado rasmi, lakini saa hizi unaweza kuona wiki 3 wametoka makwao, lakini ndani ya wiki 3 wameweza kuperform vizuri kama mwandishi wenyewe ulivyoona. Alafu na pia umeweza kuona vijana wengine wameweza kucheza hiyo ngoma ya Kibati. Wamecheza azifu kama wote ni Wazanzibari, lakini hawa ni Watanzania kama ilivyo sera ya serikali inavyosema vijana kujitolea watatoka mikoa mbalimbali ya Tanzania bara na visiwani. Mnawezaje sasa, nataka nifahamu mafanikio. Kipi ambacho mnajivunia kwenye swala la utamaduni katika kikosi hiki cha Oljoro? Kwa maana ya mafanikio, mwaka jana sisi ndio bingwa mtetezi wa michuano ya vikundi vya sanaa ambao viliendeshwa Dar es Salaam. Ilikuwa ni kombe la mkuu wa majeshi. Sisi ndio tulitoa manju bora hapa kikosini. Manju bora alitoka hapa kikosini. Kwa hiyo mwaka huu pia tuna expect kwenda kufanya mashindano, tutaenda kutetea ubingwa wetu. Unaweza kucheza ngoma za aina gani? Ngoma ambazo tunaweza kucheza hapa kama mlivyoona, kuna Kibati, kuna Sindimba. Alafu pia tunaweza tukacheza pia ngoma za kimataifa. Mfano kwenye matamasha mbalimbali ambayo yanakuwa yanafanyika pale East Africa, tumekuwa tukicheza kama ngoma ya Abalumbe. Juzi ilikuwa kutoka Zambia. Abalumbe wanacheza Makilikili kutoka Zimbabwe. Kwa hiyo itategemea kukashini ambayo tunajiandaa kama ni mchi gani tunajifunza hizo ngoma. Na kule kanda ya ziwa nazo mnacheza? Kanda ya ziwa the same, mikoa yote ya Tanzania. Shukrani sana na hongera sana. Asante sana. Haya, ni Captain Eliud Mwandi, afisa michezo na utamaduni wa kikosi cha Oljoro. Haya, akiongelea namna gani vijana hawa wanaandaliwa, wanavyotambua vipaji vyao. Kumbuka vijana hawa hawana muda mrefu sana tangu wamefika hapa, lakini tayari mambo mazuri wanaweza wakayafanya. Ukadhani wote wametoka Mtwara, kumbe wametoka mikoa karibu yote nchini Tanzania. Vile kwa Kibati pale. Nilikwambia hapa Oljoro bwana, ukiongelea wanariadha maarufu nchini Tanzania waliofanya vizuri katika michuano ya ndani, mashindano ya ndani, lakini paka ile ya kimataifa, wakisha taifa letu kwa mapana, wakija na medali za dhahabu, wengine za fedha, wanalelewa hapa katika kikosi hiki cha Oljoro. Leo nataka nikutanishe, yamkini uwe kuwaona, lakini leo ninao baadhi ya wao ambao tayari wanazo medali za fedha za dhahabu hapa katika kikosi hiki cha Oljoro. Karibuni sana enyi mliofanikiwa kuliwakilisha vema taifa letu la Tanzania. Sasa kwanza tufanye utambulisho kabla tujaongea na kiongozi wenye medali zetu. Nifahamu jina lako na ulishindana mashindano yapi na ukapata medali ipi? Kwa majina naitwa Private Michael Kishiba Sanga. Ni mkimbiaji wa marathon kilomita 42. Na pia nilipata medali ya dhahabu kutoka mashindano ya Nagai Marathon kule Japan. Hongera sana. Karibu. Asante. Kwa majina naitwa Charles Sule, ni mkimbiaji wa kilomita 42. Aprili 6 nilikimbia mbio za kilomita 42 nchini Brazil. Niliibuka na mshindi wa kwanza, nimepata medali ya dhahabu. Hongera sana. Asante sana. Mwenzangu, hongera bwana, wewe hongera zaidi. Asante. Karibu. Asante. Kwa majina naitwa Private Neema Mswadi. Nilishinda Pam Marathon kilomita 42. Nipata dhahabu. Nchi gani? Urusi. Hongera. Simbu. Sio Sinda. Unajua unatofanana na Simbu. Ingawa nafahamu Simbu naye alikipaji chake walikitambua hapa. Tuambie wewe umepata medali ipi, ulishindana mashindano yapi?
Kwa jina naitwa Private Daniel Sinda. Nimeshiriki mashindano ya CPC Loop Den Haag nchini Uholanzi. Nimekuwa mshindi namba 2. Hongera sana. Asante. Haya, mnaona sasa hayo ndio mambo ya Oljoro. Hapa ndipo wanapolelewa vipaji. Sasa inawezekana labda kuwa ndani ya mkoa wa Arusha, labda jiografia ya mkoa wa Arusha inawasaidia zaidi, lakini tunaye kocha wa riadha hapa ambaye yeye ataweza kutuambia kwa namna gani wanaandaa vijana hapa katika kikosi hiki cha Oljoro. Hizi medali ukizipokea kwako inakupa tafsiri gani? Kwanza nafarijika sana ninavyoona medali hizi wamevaa wanariadha wetu. Ndio. Kazi ya kuvitambua vipaji hivi mnaifanyaje na kuwaendeleza? Kazi ya kutambua vipaji hivi huwa tunafanya mapema wakiwa uraiani. Tunafanya recruitment, tunaleta ndani ya Jeshi la Kujenga Taifa, wanafanya mafunzo. Then baada ya hapo tumeshachukua vipaji, lakini tunaanza kuviendeleza wakiwa tayari ndani ya Jeshi la Kujenga Taifa. Ndio. Mazoezi yao yanakuaje? Nini ambacho kinawapa upekee sana wanariadha wanaotoka katika kikosi hiki? Upekee ni kwamba kwanza wakati wanaingia jeshini tunachukua vipaji ambavyo tumeshavitambua. Kwa hiyo kazi yetu inakuwa rahisi kuviendeleza, na baada ya mafunzo wanapata nafasi ya kutosha ya kufanya mazoezi. Hapa unavyowaona sio hawa tu, wako wengine pia ambao walishapata medali, lakini hawa ni baadhi tu. Na kwa ufahamu tu kwamba kikosi hichi kabla Simbo akiwa serviceman akiwa kikosi hichi alishawahi kupata medali ya dunia ya shaba London mwaka 2017, medali ya dunia kwenye mashindano ya dunia ya riadha, na tukaendelea kumuendeleza, akaajiriwa jeshini, lakini kwa sasa yuko timu ya ngome, lakini ndio juzi kama ulivyoona amechukua medali ya dhahabu kwenye mashindano ya dunia. Kwa hiyo tuna wanariadha wengi, tuna bingwa wa marathon wa Tanzania ambaye alitokea kikosi hichi, Koplo Magdalena Crispin pia ametokea hapa, amelelewa kwa kikosi hichi. Mazoezi wanaofanya ni sawa ya riadha kwa wanawake na wanaume? Ya, mazoezi yanafanana. Unawezekana kwamba hali ya hewa ya huku na jiografia ya mkoa wa Arusha inakuwa na faida kwa wanamichezo hao? Ya, jiografia ya mkoa wa Arusha inawa favor. Kwanza wanafanya mazoezi yao kwenye altitude. Kwa hiyo hasa kwa watu wa mbio ndefu wanapofanya mazoezi yao kwenye high altitude inawasaidia sana. Ndio. Nakushukuru sana. Sasa nataka tusikie ndoto zao ndani ya dakika moja. Ndoto yako wewe unataka kufikia viwango gani kwenye riadha? Ndoto yangu mimi ni kushinda mashindano yale makubwa, kwa mfano Olimpiki, mashindano ya dunia, Commonwealth. Unataka medali ipi? Medali ni dhahabu. Ni dhahabu tu, yani Oljoro ni dhahabu tu. Ndoto yako? Mimi ndoto yangu nataka nikimbie mashindano makubwa, Olimpiki, World Champion. Nionekane niwe wa kwanza pale. Kilomita hizo za 10 kilomita 42. Ndio. Neema, unaendelea na kilomita 42? Ndio. Unataka ufike wapi? Nataka kuwa mwanariadha wa kimataifa, kushinda mashindano ya Olimpiki 2028, kuwa mshindi wa kwanza kupata medali ya dhahabu. Unajiandaa vema? Una uhakika nitarudi 28? Asante. Sinda, wewe ndoto yako unaenda wapi? Ndoto yangu kubwa ni uweze kushiriki major marathon ambazo zinafanyika kote duniani, na pia niweze kuperform, niweze kushinda katika mashindano ya Olimpiki na mashindano ya World Championship ambayo yanaendelea kufanyika. Haya, hakuna ambaye amesema anataka mashindano ya ndani. Tunajua kwamba wenzetu ni wa kimataifa na medali ni dhahabu. Alafu kilomita 42, Janeti, mimi sijui naweza nikakimbia ngapi. Haya, mimi niwashukuru sana, niwaruhusu kama ni wakati wa mazoezi mimi sifahamu, muweze kuendelea na shughuli zenu wakati nikimuita hapa kamanda kikosi cha Oljoro. Nini siri ya mafanikio ya kikosi hiki hasa kwenye swala la michezo na utamaduni? Kwanza naitwa Kanali Victor Toyogo Faustini, kamanda kikosi 833 Oljoro, kikosi cha Jeshi la Kujenga Taifa. Nichukue nafasi hii kwanza kushukuru Mwenyezi Mungu pamoja na kushukuru uongozi wa Jeshi la Kujenga Taifa, jinsi unavyofanya juhudi za kuweza kulea vijana na kuibua vipaji.
vya vijana hawa, kwa sababu vijana hawa wanaandaliwa na Jeshi la Kujenga Taifa na wanaletwa hapa kama sehemu ya kambi kwa ajili ya kufanya mazoezi na mafunzo ambayo yanafanya washindani mashindano mbalimbali ya kitaifa na kimataifa. Siri ya mafanikio? Siri ya mafanikio ni kujituma na nidhamu. Nidhamu ni kitu cha msingi sana. Kijana kama ana nidhamu, anajituma, alafu anafuata maelekezo ya mafundisho ukulingana na hali ya hewa ya Arusha ina favor michezo mbalimbali. Kwa hiyo inakuwa sio changamoto kwa sababu hali ya hewa ni nzuri na mazingira mazuri, wanao walimu wazuri wa kuwafundisha. Kwa hiyo ndio maana wanafanya vizuri kitaifa na kimataifa. Hivi walimu wa Kibati mnawatoa wapi? Walimu wa Kibati ni askari ambao wamesoma mambo ya utamaduni. Kwa hiyo ndio wanaowaandaa vijana na kuwafundisha, yani bila kujali kijana ametoka mkoa gani. Na unaweza kukuta hata wanacheza, unakuta hakuna hata Mzanzibari hata mmoja. Kwa hiyo wanaweza kucheza ngoma za aina mbalimbali kutokana na umahiri wa walimu wao. Afande, wewe ngoma gani unaweza kucheza? Mimi kwanza ni mwenyeji wa Bukoba, kwa hiyo yani ngoma za kanda ya Ziwa na ngoma zote naweza kucheza kimsingi. Bila shaka unakuwa unaibia kwao. Unaibia unavyokuwa kwamba walimu wanafundisha na mimi ni sehemu ya kufuatilia mafunzo haya, kwa hiyo na mimi automatically nakuwa nimejifunza na kuwa mzoefu wa mambo haya. Tumeongelea sana michezo na utamaduni tangu tunaanza kwa sababu ni sifa ya kipekee sana ya kikosi hiki, lakini pia tukipenda kufahamu majukumu mengine ambayo yanatekelezwa na kikosi hiki, shughuli nyingine za uzalishaji ambazo zinafanywa kwenye kikosi cha Oljoro. Kikosi cha Oljoro ni kama vikosi vingine vya Jeshi la Kujenga Taifa, kina majukumu makuu matatu. Kwanza ni malezi ya vijana, uzalishaji mali pamoja na shughuli za ulinzi. Kwa hiyo ni kama majukumu mengine ya vikosi vingine vya Jeshi la Kujenga Taifa. Kwa hiyo tuna shughuli za malezi ya vijana, tunao vijana mbalimbali wanaletwa hapa kwa kama sehemu ya kujifunza wa mujibu wa sheria na vijana wa kujitolea. Kwa hiyo tunawapokea na kuwapa mafunzo kulingana na ratiba na silabi na maelekezo ya taifa. Mbali na michezo, kuna shughuli zipi za uzalishaji ambazo wanazifanya vijana? Vijana wanashiriki kwenye uzalishaji. Tuna kilimo cha mahindi, maharage, alizeti, vyote vinapatikana. Horticulture, hizi mboga vyote wanafanya vijana. Mnawaandaaje hawa vijana, kwa mfano hawa kwenye swala la michezo na utamaduni, ili kile ambacho mnawafundisha sasa hivi, kwa sababu tunavyofahamu kwa kiasi kikubwa kizazi cha sasa kinasahau kabisa tamaduni zao. Kuna mtu hapo ukimwambia akacheze mchezo wa kwao, ngoma ya kwao, hata hafahamu, hata kutambua kwamba hii ngoma ni ya kwetu. Hawa vijana mnawaandaaje ili wanapotoka, wanaporudi kule kwenye jamii waweze kurithisha kile ambacho wanakipata hapa? Vijana kama nilivyokwisha kusema kwamba huwa wanaletwa na Jeshi la Kujenga Taifa, wanafanywa usaili kutoka mikoa mbalimbali ya Tanzania. Kwa hiyo baada ya kufanywa usaili kutoka mikoani na wilayani, ndio wanakuja kupangiwa vikosi mbalimbali. Sisi tukisha wapokea, sasa tunaanza kuwafanya wote wawe kitu kimoja. Yani kuondoa ule ukabila kwamba huyu katokea si wapi. Kwa hiyo wote tunawajenga wawe kitu kimoja, kuwajengea umoja, utaifa, uzalendo na kuwafundisha mila na desturi na tamaduni za nchi yetu, ni pamoja na hizo tamaduni zetu za ngoma, michezo na vitu vingine. Tunapomaliza, unadhani ni umuhimu upi upo kwa kijana kuweza kutambua tamaduni zake? Ni muhimu sana. Wanasema usipojua utamaduni wa nchi yako wewe ni mtumwa. Kwa hiyo lazima ujue utamaduni wa nchi yako, ujue utamaduni wa kwenu, ujue utamaduni wa Kitanzania, na ndio lengo la Jeshi la Kujenga Taifa, kuwafanya wawe wa Tanzania, wajue tamaduni zao, wajue mila na desturi, ili waweze kuwa na manufaa katika taifa letu. Afande, tunashukuru. Tunaomba turuhusu tufunge kwa kucheza kidogo. Nataka tucheze kidogo. Hamna shida. Shukrani sana afande. Aya, ni Kanali Victor Faustin ambaye ni kamanda kikosi cha Oljoro JKT. Sasa mimi nataka nimalize, lakini kile ambacho nilianza nacho nataka nimalize nacho. Nilianza na Sindimba.
Tunaenda Kibati. Kibati. Wewe unatokea wapi kwanza? Kwa majina naitwa Naimu Ali Haji, natokea Zanzibar. Wewe ndio unatufundisha kumbe. Hebu tusogee hapa, tusogee tuonekane vizuri. Tusogee kabisa. Tuje. Huku tunajipanga, huku Alhaji anaanza. Tuenze. Halindwa we. Halindwa we. Halindwa hoya we. Halinde gewelewe. Haya. Kwena vigeregere we twasherekea vijana we. Pemoni vijapanga pengo kwa meza na kapani katika kunipika kupataka asikianisha na Mungu alikana. Ngombe asipe kwani semeberu na mide bora mwana kusamani telo tunguja kwa salama na amani na bismillah ya kwanza bidi rahmani mieni pega na moto nifukizo banifukize masarifu na malaika zamani enalo kuja komba ya Rabbi Mungulani Rabbi kunje kama sana kamani Rabbi mpopi kwa tumbo tumbuke kwa ndani hema Rabbi pejipula kwa bali simbo ni simba sugasilani leo na dua ya malenga hairu ya silani niende papo dua yangu wewe zangu muitike. Waliopo wajani mie mulo wakubwa mulo nizi na ngia shika madogo muliopo na uliza gani kuna uliza gani Mungu atupazi matuendele usoni wewe Tanzania wangu